Swanga TV, sauti ya maisha. Amani ya Mungu iwe nawe popote pale ulipo. Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka mgumu sana, kiasi ambacho ulikuwa unakaa chini na kujiuliza, nimefanya makosa gani? Acha nikwambie ya kwamba makosa uliyofanya 2025 kama utayajua na kuyatambua na ukasema sitoyarudia makosa haya, basi naamini mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa mafanikio makubwa kwa uwezo wake Maulana. Jina langu ni Hamza Lusambo, karibu sana tuweze kujiunga katika kipindi hiki maridhawa ili tuweze kuyajua au kuyafahamu makosa makuu 6 ambayo uliyafanya 2025 ambayo hutakiwi kuyarudia 2026. Kosa la kwanza ambalo nilifanya mwaka 2025 na hutakiwi kabisa kulirudia mwaka 2026 ni kuishi bila malengo. Kuna baadhi ya watu wanaishi bila malengo katika maisha yetu ya kila siku, kiasi ambacho kuishi bila malengo unawafanya wao kutofanikiwa, na ikiwezekana au mwisho wa siku wanaangukia pua kabisa kwa kile wanachokifanya. Unamkuta kijana maskini ya Mungu, kwa mfano, anakwenda kazini lakini hana lengo na ile kazi. Na ukimwambia wewe unakwenda kufanya hii kazi na malengo gani, anakwambia bwana, bado na bye time. Unamkuta kijana anasoma lakini hana lengo na kile anachokisomea, na mifano mingine mingi zaidi na zaidi. Ukiwa huna malengo kwa kile ambacho unakifanya, ukaishi bila malengo katika mizunguko yako ya kila siku, bado hauwezi kufanikiwa. Kama kosa hili ulilifanya 2025, ukaishi bila malengo kwa kile unachokifanya, basi mwaka 2026 weka malengo yako mapema kabisa. Tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, yaandike malengo yako kwamba mimi mpaka kufikia tarehe 30 mwezi wa 12 2026 natakiwa niwe nimeshatimiza lengo 1 2 3 4 5. Ukifanya hivyo, naamini unaweza ukapata mafanikio ambayo utayastaajabu kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kosa la pili ni kuchezea muda. Mwaka 2025 uliuchezea sana muda wako. Badala ya kutumia muda wako katika mambo ya msingi, uliutumia muda wako katika kuyafanya mambo ambayo hayana maana. Kwa mfano, muda mwingi sana uliutumia katika kuangalia mambo ya kipuzi na ya kijinga katika mitandao ya kijamii. 2026 pangilia muda wako vizuri katika kuyafanya mambo ya msingi. Jikaa chini na uangalie ni jambo gani ambalo natakiwa kulifanya, kutumia muda wangu vilivyo katika mwaka huu. Kama ni mwanafunzi, basi concentrate katika kusoma. Kama ni biashara, tumia muda mwingi sana katika kufanya biashara. Na hata kama ukisema unatumia mitandao ya kijamii, basi mitandao hiyo